Karibuni tena katika tafakuri yetu ya maagano ya damu, na ujumbe wa leo unasema maagano ya damu katika mahusiano ni ya hatari sana. Tuliona kuwa maagano ya damu hufanyika baina ya watu, kikundi, hata na ukoo kwa minajili ya kuunganisha koo hizi au watu kwa namna ya kipekee. Mara nyingi maagano ya namna hii yanahusisha viapo, sawasawa na jinsi ilivyokuwa katika maagano ya kabla ya damu kati ya Mungu na wanadamu. Katika maagano hayo kulikuwa na mafanikio au baraka kama maagano yangeshikiliwa kama ilivyokubaliwa, na hii tunaiona katika Kumbukumbu la Torati sura ya 28 mstari wa 1 mpaka ule wa 14. Au vilevile kungekuwa na laana ikiwa kama maagano yangevunjwa. Kumbukumbu la Torati sura ya 28 mstari ule wa 15 mpaka wa 68. Unakuta katika maagano ya damu kati ya watu, maamuzi magumu hufanywa na kuzingatiwa. Kwa mfano, wachumba wanakuwa na mihemko ya mahusiano, hata inawapelekea kufanya maagano ya damu kwa makubaliano kuwa hawataachana milele. Tena wengine wanadiriki kukubaliana kuwa mmoja wao akifariki, mwingine hataingia tena katika mahusiano mengine. Familia moja na nyingine inaweza kuingia katika maagano ya damu kwamba watakuwa kama ndugu wa kuzaliwa na kwamba vizazi vyao havitaweza kuoana. Makubaliano mengine ni kama ikiwa kama mmoja anacho kitu ambacho mwenzake anakihitaji, atampa bila kusita, au ikiwa mmoja atapata shida yeyote ile, mwenzake anawajibika katika shida ile, au makubaliano yanafanyika katika kulindana. Katika kufanya maagano haya, watu wana tabia ya kuapizana kwa damu kuwa atakayeyavunja atapatwa na madhara. Kwa mfano, msomaji mmoja wa tafakuri hizi alinifuata inbox na kunishirikisha kisa kimoja alichokishuhudia cha maagano ya damu. Akasema kwamba wahusika walimwaga damu ya mbuzi na nyama ya mbuzi ikachomwa. Kisha wenye kufanya maagano walilishana nyama ile kwa kisu. Yaani nyama inawekwa katika kisu, alafu mmoja anamlisha mwingine, huku kila mmoja akiapa kwamba akienda kinyume na maagano yale, basi na afe kwa njia ya kisu kama alivyochinjwa mnyama yule. Mifano ni mingi, ila tu ni muhimu kujua kwamba maagano ya namna hii ni ya hatari sana. Katika maeneo ambayo watu wanakuwa mstari wa mbele katika kudanganyana na katika mahusiano, watu wengi wamekuwa wakiongozwa na mihemko, wakiahidiana ahadi nyingi ambazo mwisho wake hazikamiliki. Hata katika maagano aliyoyafanya Mungu na wanadamu katika Agano la Kale, wanadamu waliishia kuyavunjilia mbali, na hii tunisoma katika Yeremia sura ya 31 mstari wa 31 mpaka 32. Lakini tunaona jinsi Mungu alivyokuwa na huruma, na badala ya kuwapiga Waisraeli kwa laana, aliendelea kuwahurumia. Lakini sivyo ilivyo katika maagano ya damu kati ya watu. Inapotokea upande mmoja unayavunja maagano yale, maagano haya ya damu kati ya watu yanakuwa na nguvu sana katika ulimwengu wa kiroho, kwa kuwa yamehusisha damu. Mungu hahusiki kwa namna yoyote katika maagano haya, kwa sababu yeye mwenyewe
hakupendezwa na maagano hayo. Ikiwa basi kama Mungu hahusiki, mhusika mkuu katika ulimwengu wa kiroho ni yule aliye kinyume na Mungu, yaani mashetani au mapepo. Ndiyo maana madhara yatokanayo na uvunjivu wa maagano haya ya damu ni makubwa sana. Watu wengi walioingia katika maagano haya ya damu wameshuhudia matatizo, usumbufu na mabalaa mengi katika maisha. Wengi wanajilaumu sana kwa kujihusisha katika vifungo ambavyo imewawia shida kujinasua. Watu wengi, familia nyingi na hata koo nyingi zimedidimia sana kutokana na maagano yaliyofanywa na wao wenyewe au na vizazi vilivyopita na wao kurithi laana bila kupenda. Laana hizi hatarishi zinahitaji kuvunjwa. Kama wasemavyo wahenga kuwa dawa ya moto ni moto, basi maagano mabaya ya damu yanavunjwa kwa damu azizi ya Yesu. Hivyo kama wewe ni Mkristo, huhitaji agano lolote la damu tofauti na lile agano moja lililofanyika pale Kalvari na Bwana wetu Yesu Kristo. Agano la damu alilolifanya Yesu kwa kumwaga damu yake msalabani linatutaka sisi tufungamanishwe kwa jambo moja tu, nalo ni upendo. Ndiyo maana Yesu hakusema sisi nasi tumwage damu yetu kama alivyofanya yeye, au tuingie katika mateso kama alivyoingia yeye, bali alitupatia amri moja tu, tupendane. Na hii tunaisoma katika Yohana 13 mstari ule wa 34 mpaka 35. Kwani upendo hufunika dhambi nyingi. Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa 8. Upendo hujenga uaminifu, uvumilivu na kuheshimiana pasipo shuruti wala lazima. Hivyo hakuna haja ya kuweka maagano ya damu, isipokuwa upendo utamalaki. Tutaendelea.